Vijana nchini wameshauriwa kuepuka ushawishi wa aina yoyote kutoka kwa mtu au kundi la watu wenye lengo la kuwatumbukiza kwenye dimbwi la tabia hatarishi kimaadili ambazo mara nyingi huzalisha machafuko na maafa, hasa katika kipindi hiki ambacho taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Tuna utii, tuna nidhamu nzuri, ni hodari, pia ni waaminifu katika nchi yetu kwenye tunapoenda kutumikia katika awamu ya pili ya mafunzo yetu. Tuko tayari kujitolea muda wote na saa yote ambapo tutahitajika. Akifunga mafunzo hayo, Brigadier George Itang'are amewashauri vijana kutumia vyema mafunzo hayo kwa kuepuka ushawishi wa aina yoyote wenye lengo la kuwataka vijana kuwa chanzo cha ghasia, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Niwakumbushe kila mmoja wetu, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu ambapo mwezi Oktoba Watanzania wote tutashiriki katika kuchagua viongozi, ikiwa katika ngazi ya madiwani, wabunge na rais. Kila Mtanzania mwenye sifa ya kupiga kura atumie haki yake ya msingi kupiga kura kuchagua viongozi. Aidha, tujitahidi kudumisha amani na utulivu katika kipindi hicho muhimu kwa taifa letu. Ni imani yangu kuwa mafunzo mliyopata mtakuwa sehemu kubwa ya kuhakikisha kuna kuwepo na amani wakati wote. Awali akimkaribisha mgeni rasmi mwakilishi wa mkuu wa JKT Kanali Amos Molo, akatumia fursa hiyo kutoa neno la ushauri kwa vijana. Napenda kuwaasa kuwa nidhamu ikawe ndio silaha pekee dhidi ya jambo lolote litakalokuwa mbeleni. Pia yale yote mliojifunza kipindi chote cha mafunzo mkayaendeleze huko mwendako katika vikosi mtakavyopangiwa. Naomba niendelee kusisitiza hadhira hii kuwa mafunzo ya vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa ni nguzo muhimu sana kwa taifa letu, kwa ajili ya kuandaa viongozi waadilifu na wazalendo kama ambavyo ilifanyika katika viongozi waasisi wa taifa hili. Mtazamaji, ushauri huu umetolewa na Brigadier George Itang'are wakati akifunga mafunzo ya miezi 4 ya mafunzo ya awali ya kujitolea operesheni miaka 60 ya muungano yaliyofanyika Mafinga JKT kikosi 841.